أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي عورتي وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo tumo katika darsa ya 23 katika mfululizo wa darsa zetu za sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'ani. Na katika darsa iliyopita tulikamilisha moja katika misingi ya malezi katika Uislamu. Msingi namba 1 ilikuwa ni kulea kwa upendo, kwa mapenzi. Tukaona kwamba mapenzi yana role kubwa sana katika kutengeneza tabia za mtoto, na taban hata katika kumbadilisha mke au mume au kuibadilisha jamii. Tulihitimisha mazungumzo yetu kwa maelezo ya kwamba kila kitu kina qadar, kina kipimo chake katika Uislamu. Haifai kuwa kiongezwe au kipunguzwe, kipunjwe, na kuzidisha au kupunja ndio israfu yenyewe. Kwa hiyo tukaona mzazi hafai kupunja mapenzi kwa mtoto, kama ambavyo haifai kuwa aongeze, apitilize, kwa sababu hilo nalo huharibu. Msingi namba 2 ambao tutajifunza leo insha Allah ni msingi wa nasaha na mawaidha. Nasaha na mawaidha katika kulea ni moja katika njia na mbinu muhimu sana za kulea: kutoa nasaha kwa mtoto, kutoa mawaidha kwa mtoto. Na taban tunayemzungumzia hapa ni mtoto na ni malezi, lakini mambo haya ndiyo yanayofaa kufanywa baina ya mume na mke, lakini ndiyo yanayofaa kufanywa baina ya kiongozi wa kijamii ambaye anaongoza watu, anawaelekeza katika mambo. Na mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wote walikuja, kazi yao kubwa ilikuwa kutoa nasaha na mawaidha. Kwa hivyo Qur'ani imejaa maelekezo ya kinasaha, lakini vile vile ya kimawaidha, na ndio maana ya da'wa. Aya tuliyoisoma ni ya mtu anayejulikana kwa jina la Luqmanul Hakim, Luqmani mwenye hikma.
ambaye ametajwa ndani ya Qur'an. Huyu ni mtu aliyetajwa ndani ya Qur'ani kwa sababu alikuwa na busara sana na ni mtu mwema, na miongoni mwa busara zake ni nasaha na mawaidha alokuwa akiyatoa kwa mwanae. Ametoa nasaha nyingi, miongoni mwa hizo ni hii aya ya 13 tuliyosoma hapa, wa idh qala Luqmanu libnihi. Nakumbuka pindi Luqmani aliposema kumwambia mwanae, anamwambia hivi, Mungu anasema wa huwa ya'idhuhu. Nyie vijana mnasoma hapo kwamba ni waul hal, wa huwa ya'idhuhu jumla ya mubtada na khabar, ili hali anampa mawaidha. Kwa hivyo alichokuwa kikifanya yeye ni kutoa mawaidha kwa mwanae. Alipata muda akakaa na mwanae akawa anampa mawaidha. Mungu akanukuu hilo kwamba ni sehemu katika malezi, mzazi kukaa na mwanae, kumpa nasaha, kutoa mawaidha. Pawepo na faragha baina ya mzazi na mtoto, kupeana nasaha na mawaidha. Kwa hiyo Mungu anasema wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Kumbuka Luqmani alipomwambia mwanae ili hali akimpa mawaidha. Ya bunayya, Kiswahili tafsiri lipaswa iwe hivi, ewe mwanangu mpendwa. Ndio tulisema tasghir, at-tasghir yadullu ala at-tahannuni wat-tahabbubi. Ukilifanya yabni, hakusema yabni, amesema ya bunayya, ewe mwanangu mpendwa. Na huu ni uslubi katika kutoa mawaidha. Unazungumza na mwanao, lakini kinachotawala katika mazungumzo yenu nini? Ni upendo. Mwito wako kwake ni mwito wa upendo, kwa sababu kuna namna mzazi akimwita mtoto mwenyewe anajua kwamba hapa siitiwi kheri. Kuna namna mzazi akimwita mtoto anajua hapa kuna kheri. Ndio yale tukasema kwamba anaitwa Saleh, lakini sababu ya Suwailih taal, kishasikia Suwailih anajua hapa kuna lugha ya upendo. Manake ewe Suwailih mdogo, we Saleh mdogo ikifaa kusema, lakini maana yake ewe Saleh mpendwa. Na hivi ndivyo Waarabu wana. Manake yule Mwarabu aliyekula swala mdogo mtamu na nyama pori kawaida zina chumvi chumvi, akasema ya Umaylah ghuzlanan shadadna lana ya Ghuzail, ya Ghazal Ghuzail. Ghazali akamuita Ghuzail kwa sababu alimla akamuona ni mtamu, akafanya tasghiri, sio? Sasa tasghiri ina maana ya upendo. Ya Saleh, ya Suwailih, mtoto mwenyewe anakuja kwa furaha kwa sababu anajua kaitwa mwito wa upendo. Kwa Luqmani anamwambia mwanae, ya bunayya, ewe mwanangu mpendwa, la tushrik billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu. Inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa sana kwa haki ya Mungu. Mungu alokuumba akajisifu kwamba ni mmoja, kisha yeye ukamshirikisha, umefanya dhulma kubwa sana. Hatutaki kujadili kile alichompa kama mawaidha. Tunachojadili hapa ni kwamba palikuwa na kikao baina ya baba na mwana kumpa mawaidha kwa njia ya upendo. Tukirejea katika Qur'ani tunaelewa kwamba Nabii Nuh naye na mwanae palikuwa na hiwar, dialogue, palikuwa na mazungumzo baina ya Nuh na mwanae. Nuhu mwanae kapotea, kaingia katika kundi la kijamii. Na nukta muhimu hapa ieleweke kwamba mzazi unaweza ukalea vizuri sana, lakini mtoto akitoka nje ya jamii akapata malezi mengine. Kwa hivyo unaweza ukatengeneza vizuri, lakini akienda shule akapata malezi mengine. Akienda kazini kule anafanya kazi kijana wako akarudi na mitazamo mingine. Akienda garage kule, akienda ni stendi anafanya kazi mtaani kwa ujumla, au makundi ya rika kule nako kuna za kwake tabia. Sasa Luqmani Nabii Nuhu kafanya wajibu wake, lakini mtoto kaathirika na tabia za jamii. Umma mkubwa ulikuwa umepotea.
baba yake anaona mtoto anaangamia, hakukoma kumpa nasaha mpaka dakika ya mwisho. Nabii Nuhu hajaacha kumpa mwanae nasaha. Mungu anasema mafuriko yalipoanza, pakawepo na mawimbi makubwa, wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibali, yale mafuriko panakuja na wimbi lililojaa kama jabali, wimbi kubwa sana. Baba kama kawaida ana huruma kwa mwanae, akitizama anaona mwanae anaangamia. Mungu anasema wanada Nuhu ibnahu, Nuhu akamwita mwanae, lakini mwanae alikuwa mbali. Wakana fi ma'zalin, alikuwa pembeni mbali, hayuko katika msafara na pamoja na kundi la baba yake Nuhu. Tizama baba alivyokuwa na upendo, hakusema ya beni, ewe mwanangu, alisema ya bunayya, ewe mwanangu mpendwa. Mtu ambaye amemuasi baba yake nabii, lakini namna ya kumpa nasaha ametanguliza nini? Lugha ya upendo. Ya bunayya, ya bunayya irkam ma'ana, panda na sisi kwenye jahazi hili. Irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin, usiwe miongoni mwa makafiri. Of course kisa kirefu. Mungu naye alimjibu, anamwambia innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salihin, huyu si katika wanao, kwa maana ya ubaba wa kiroho, sio katika wanao huyu, kwa sababu amefanya amal ambayo si nzuri. Huyu kundi lake ni tofauti na kundi lako, japo ni mtoto wa nabii. Kwa hiyo mahallu shahid ni namna baba mpaka dakika ya mwisho hajakata tamaa na mwanae, na mtoto huyu kaasi, na bado baba anamuita kwa lugha ya upendo, ewe mwanangu mpendwa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi amesema katika hadithi maarufu, amesema ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Yani dini yote ukikusanya mafunzo yake yanahusu nini? Nasaha. Hapa tulipokuwa tumekaa tunapeana nasaha. Unapoelekeza mtu kazi aifanye kwa umakini, unampa nasaha. Kwa hiyo dini imekusanywa katika maneno mawili, nasaha. Ad-dinu an-nasiha, dini ni kupeana nasaha. Kwa hiyo baina ya baba na mtoto patawale mazingira ya kunasihiana. Qala, wakasema, qulna liman, masahaba wakasema kwa nani hiyo nasaha ifanyike? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa lia'immati almuslimina wa ammatihim, nasaha ziyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kitabu chake na mitume wake na maimamu wa Waislamu, lakini na kwa ajili ya Waislamu wote kwa ujumla. Na hadithi ni nyingi sana katika hilo, hatutaki tuchukue muda mwingi katika hilo. Lakini katika mahalu shahid, katika mafunzo ya Qur'ani kwenye swala hili, tizama kisa cha nani? Cha Nabii Musa na mama yake na ukhti yake, dada yake manake, na Firauni na mkewe. Mama Musa alipoona hatari kwa mwanae, alimtupa katika mto. Ule mto ukamkokota mpaka ukampeleka pembezoni mwa mto kwenye kasri ya nani? Ya Firaun. Sasa Firaun ametaka kumuua mama mwema yule, mke wa Firaun, Asia bintu Muzahim, akasema la taktuluhu, usimuue huyu mtoto, asa an yanfa'ana, huenda akatufaa, au natakhidhahu waladan wahum la yashur, au tukamfanya ni mtoto wetu huyu, ili hali wenyewe wenye mtoto wao hawahisi. Kwa hivyo washamchukua yule mama, hajazaa wala hana kifua cha kunyonyesha wakati huo, na mtoto ni mdogo. Wafanye nini sasa? Wampeleke wapi? Na Qur'ani inasema haramna alayhi almaradhi'a, tulimharamishia kunyonya kwa mwingine yoyote yule. Yani Mungu aliingilia kati
kwamba Musa akiwa mdogo hatonyonya kwa mwingine yoyote ila yule mama yake aliyemzaa. Lakini Mungu katengeneza asbabu, katengeneza njia za kuhakikisha kwamba mtoto yule atarejeshwa kwa mama yake, sio? Sikiliza Mungu anasemaje. Anasema wa haramna alayhi almaradhi'a min qablu, tulimharamishia kunyonya wanyonyeshaji kabla ya hapo, kwamba hatonyonya kwa yoyote. Faqalat, ukhti yake, dada yake, alipokuwa akienda nyuma kufuatilia lile sanduku, aliwaambia Firauni na watu wake, faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna, je, nisiwajulishe nyie familia ambayo inaweza ikabeba jukumu la kumlea huyu? Manake nyie mmemchukua ni mtoto mdogo, hakuna wa kumnyonyesha, pia hataki kunyonya kwa yoyote, kila akikaribishwa kunyonya hakubali lile titi la mama yoyote. Je, ni kuonesheni ambaye anaweza kumbeba jukumu la kumlea? Mahallu shahid, yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun, na watampa nasaha, yani watamlea kwa kumnasihi pia, fanya hichi ni kizuri, hiki si kizuri, kwa sababu nasaha ni moja katika mbinu na njia muhimu sana za kulea. Kwa hiyo ukhti Musa alilitaja hili kwamba katika mambo atakayofaidika huyu mtoto kwa hao nitakawapelekea, pia watamnasihi. Mungu anasema faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wala tahzan walita'lama anna wa'da Allahi haq, tukamrejesha Musa kwa mama yake, kai taqarra ainuha, ili jicho la mama yake liburudike akimtizama mwanaye, wala tahzan, na asihuzunike. Lakini zaidi ya hapo, walita'lama anna wa'da Allahi haq, ili mama yake Musa ajue kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya haki. Unakumbuka kule Qur'ani imesemaje? Wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Ilikuwa ni ahadi hiyo kwamba tutamrejesha kwako na tutamfanya katika mitume. Sasa hapa anarejeshwa walita'lama anna wa'da Allahi haq, ili ajue mama Musa kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya haki. Hizi ni aya kadhaa tumeziona zinazoonyesha mauidha na nasaha kwa watoto. Sasa anapokaa mzazi kumpa mawaidha mtoto au kumpa nasaha katika jambo ambalo amelikosea au hakukosea, manake nasaha na mawaidha sio lazima iwe mtoto amekosea. Yani ni ada ya mzazi kukaa na mwanae akamwambia kitu fulani bwana hakifai, kitu fulani kinafaa, akampigia mifano ya maisha ya watu waliowahi kufanya kitu kibaya wakaangamia, waliowahi kufanya kitu kizuri wakafanikiwa, sio? Kwa hivyo si lazima yale mawaidha na nasaha iwe ni wakati mtoto amekosea, bali iwe ni ada, sio? Hilo ni moja. Katika nasaha za Luqmani alikuwa akimwambia nini mwanae? Anaambia waqsid fi mashik, ukitembea bwana tembea mwendo wa kati na kati, manake usiende mbio sana wala usitembee taratibu sana, manake mwendo wa mtu anapotembea ni sehemu katika haiba yake na shakhsia. Yani ule mwendo namna anavyotembea mtu pia unajenga haiba yake, shakhsia yake. Ukiona mtu anakwenda mbio sana inavunja haiba. Wanasema nenda mwendo wa kati na kati. Na sisi sasa hivi tunaweza tukatafsiri tabia za mtu kutokana na mwendo wake. Taona vijana namna anavyokwenda tu kama vile anabembea, utajua huyu yuko katika kundi fulani, Manake sio mwendo alozaliwa nao, ni mwendo wa kisanii kauiga akaupata. Haiwezekani kwamba wote mmezaliwa mnakwenda mwendo huo, haiwezekani. Ni mwendo ule wa mob psychology, yani tabia za kimakundi za kuigana. Anatembea mtu bega moja liko chini lingine liko juu, unaona kama mkono mmoja ni mrefu kuliko mwingine, kumbe ni design tu ya kutembea, ni mapozi ya kutembea. Kwa hivyo hata mwendo vile vile unaonyesha shakhsia ya mtu namna ilivyokuwa. Mtu mwenye haiba yake na shakhsia yake anakwenda mwendo razini wa kawaida, hawezi kuwa anatembea mwendo wa vijana wa
wa stendi na yeye anaitwa shekhe, haifanani, sio? Haya, na kanzu yake pia anakwenda mwendo huo huo. Kwa hivyo waqsid fi mashik, nenda mwendo wa kati na kati. Huu ni wasia Kisha akamwambia hivi, waghdud min sautik, na shusha chini sauti yako. Kwa sababu gani? Inna ankara al-aswati la sautul hamir, katika sauti mbaya kabisa ni sauti ya punda. Na hapa ndipo tunapoanza kwamba katika nasaha sisi tumezoea sana kumpigia ukelele mtoto, yani kumpayukia kwa sauti ya juu. Lile linakemewa sana katika malezi. Yani kama unamuonya mtoto, sio lazima upige kelele, unyanyue sauti ya juu sana, haijengi. Zungumza naye kwa sauti ya kawaida, usimkaripie kwa sauti na kelele mpaka jirani mwenyewe anajua kwamba hapa jamaa anagombezwa, hapa jamaa kakosea. Kwa hivyo hiyo ni moja katika mambo wanaosema ulama. Na hata katika mazungumzo ya kawaida, wewe na mkeo, ikiwa kuna jambo limetokea, ukinyanyua sauti ya juu sana unamuumiza mara mbili. Kuna namna ya kushusha sauti ukamwambia lile kosa lake, ina maana sana. Na kwa mtoto ni hivyo hivyo. Si kwa mtoto tu, hata mfanyakazi aliyokuwa chini yako, sio? Kuna namna ya kumwambia. Kunyanyua sauti kukemea jambo hapajawahi kusifiwa katika Uislamu. Ndio maana sisi Waislamu tunafundishwa kwamba sio tu mdogo asipaze sauti kwa mtu mzima kumkaripia, lakini na mtu mzima vile vile asifanye hivyo kwa mtoto, kwa sababu katika athari zake ni kwamba mtoto ataibeba ile tabia na yeye. Kesho akizungumza na mwenzake aliyekosea jambo, lazima na yeye atakuwa na suraha, atampazia sauti, atampigia ukelele, hawezi kumwambia taratibu. Na mtu anaonyeka ikiwa ameelezwa kwa namna ya huruma na upole, linamuingia zaidi kuliko anapopigiwa kelele. Katika surati al-Hujurati sote tunafahamu baadhi ya masahaba waliwahi kukosea makosa haya mbele ya Mtume. Wengine wanasema ilikuwa ni Bani Tamim, kundi la katika Bani Tamim. Wengine wanasema ni Al-Habis, yule tulomzungumza, Al-Habis, Ibn Al-Habis yule tulozungumza kisa chake na Mtume. Mtume alipobusu wajukuu zake, yeye akashangazwa. Anaitwa nani? Al-Aqra ibn Al-Habis. Ibn Al-Habis inasemekana ni yeye, wengine wanasema ni kundi katika Bani Tamim, walikuwa wakinyanyua sauti sana mbele ya Mtume wakizungumza naye. Mungu akawaambia sio adabu hiyo. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabii, msinyanyue sauti zenu zikazidi sauti ya nabii, sio adabu. Kisha wakaambiwa wala tajharu lahu bilqawli, wala msisemezane naye kwa kelele. Mtume kwa kelele, kajahri ba'dhikum li ba'd, kama mnavopigiana kelele, yani ile namna ya kistendi ile, wewe kelele. Hapana bwana, sio adabu za Kiislamu. Wala mtu mwenye murua hazungumzi hivyo. Mtu mwenye murua hazungumzi namna hiyo. Shona. Kwa hivyo Mtume naye msizungumze naye kama mnavyozungumza baina yenu nyie mnapigiana kelele, kwa sababu hilo antahbata amalukum wa antum la tashurun, linaweza likasababisha amali zenu kupongoka, zikapoteza thawabu ile hali nyie muhisi. Kwa hivyo mtoto asipigiwe kelele, aelezwe kwa namna ya sauti ya kawaida. Ndiyo akili hiyo. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun, wale wanaokuita ewe Muhammad kwa sauti ya juu nyuma ya vyumba vya Mtume vilikuwa vimezunguka msikiti wake. Mungu anasema aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawatumii akili. Si akili kuwa unapaza sauti, unazungumza kwa sauti za juu. Kwa hivyo as-surah, kelele katika kumkemea mtoto, kumuonya, kumpa nasaha, wanasema zinamtengeneza mtoto mwenyewe awe na matumizi ya mabavu. Yani mtoto mwenyewe atatumia mabavu katika tabia zake, hata akizungumza na wenzake na yeye atachukua uslubi huo katika mazungumzo.
Kwa hivyo na atakuwa na tabia ya unfu. Sasa sitaki kuzungumza, tukizungumza media, kwenye media anaona nini? Kukaripiana, kutukanana. Tizama mabishano katika sinema hizi za maigizo za Kiswahili, watu wanavyobishana na kupaziana sauti. Yeye huvichukua vile akavipeleka kwenye subconscious mind, na yeye huwa hivyo hivyo. Kesho akiwa ni meneja, akiwa ni mwalimu, akiwa ni mume, uslubi wake unakuwa ule ule, kwa sababu yeye kalelewa katika mazingira hayo. Kwa hiyo nukta ya kwanza katika kutoa nasaha na mawaidha, isiwe ni kwa kupiga kelele, kukemea kwa sauti ya juu. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili, kukosoa kwa kulaumu. Yaani ukiwa na rafiki ambaye tabia yake ni kulaumu tu, kulaumu, ule urafiki haudumu. Mwanadamu hapendi kulaumiwa sana. Na mimi nilipokuwa nikisoma haya nikawa najipima mimi, ni makosa ambayo tunayafanya sana. Unaweza ukachukua muda mrefu sana kulaumu. Hasa mtu ambaye kila mara analaumu tu, ukikutana yeye ni lawama tu, upande wa pili haupendi, hauvutiwi. Isiwe tabia yako katika nasaha na mawaidha ni kulaumu. Yule mtoto ukiingia nyumbani atakuwa anakukimbia na kuchenga, kwa sababu anajua kwamba hatuna mazungumzo zaidi ya lawama. Hata ukiwa ni meneja kwenye kampuni, wale wafanyakazi wakizoea kwamba ukikutana na bosi ni kulaumu tu, yani hana appreciation, bali yeye kazi yake kulaumu, watakuwa wanakukimbia, hawapendi kukusogelea kwa sababu hapati khairi kwako. Na namna ya kulaumu inaweza kwa kutaja tabia za mtu. Muongo wewe, unamwambia mtoto wewe muongo, mwizi, mshenzi sana, wewe una akili nzuri, wewe una tabia mbaya. Unataja maneno ambayo yule mtoto yakikaririwa sana yanaingia katika subconscious mind yake. Yani mtoto anaweza kuamini kwamba yeye ana tabia mbaya, anaweza kuamini kwamba yeye ni muongo. Mtoto akiamini hilo ni kitu kibaya sana. Yani kila akitembea anahisi yeye ni muongo, kwa sababu tabani anailaumiwa kila mara, lazima ajitetee. Na kujitetea mara nyingi ni kusema na uongo pia. Kwa hiyo mtoto ili ajitetee kutafuta hata uongo akausema. Kwa hiyo unamfundisha pia kusema uongo. Sasa maneno machafu, wewe mtoto mbaya sana wewe mtoto mshenzi wewe mtoto kadha. Haya maneno katika subconscious mind tulioizungumza, al-aqlu al-lawai, yakikaririwa yanaingia baadaye yakirudi kwenye conscious mind, mtoto anaamini kwamba yeye ana ushenzi, yeye ni muongo, yeye ni mjinga sana, yeye si muelewa. Haya maneno yote ambayo ni negative, maneno yenye sifa hasi, yana provide negative energy. Panakuwa na energy ambayo taka salbia inaathiri sana katika tabia za mtoto. Kwa hivyo ni vizuri unapompa nasaha uepuke kutaja maneno machafu ambayo yanaweza kuathiri tabia zake. Nadhani tumeelewana hilo. Nukta ya pili, kulaumu na kukosoa. Nukta ya tatu, unapomuonya mtoto katika nasaha zako kuhusu tabia aloifanya, isiwe mbele ya wengine. Yani inapokuwa ni mbele ya watu huwa lina athari mbaya sana. Na kuna wazazi wengine, wageni wakiingia ndo wanamuita mwanao, mimi nilikwambiaje wewe mtoto mbona husikii? Yani anazungumza naye kwa hakika, lakini anazungumza na wageni waone namna anavyomkemea mwanae. Kwa hivyo wale wageni wote watajua siri na kasoro za mtoto, na atafanya makusudi kutaja makosa yake na kumkemea mbele ya wale watu wazima. Yule mtoto huwa hafikiri lile kosa, anafikiria ile izara mbele ya watu, linamshusha hadhi, anakuwa ana feel inferiority, yani unyonge, anapata unyonge, kwa sababu kama ni aibu ishakashifio, imetolewa mbele ya jirani, mbele ya nani. Ndio utaona kwamba mara nyingine mzazi anaweza kwenda mbele mpaka wale wageni wakiingilia, muache bwana, inatosha. Manake yule mgeni mwenyewe anaona haya, alafu na yeye mzazi ana mtoto bwana, kila mara anamwambia sikii bwana.
Lakini wale wageni wanaona haya, wanaingilia kati. Muache baba, inatosha bwana, inatosha. Haya baba bwana, usirudie tena, umemsikia baba yako anavyosema. Sasa isifikie hivyo wewe, mpaka wageni wenyewe wanaona haya. Mara nyingine yule mtoto amekuja na rafiki zake wa shule, rafiki zake wa mtaani, unakuja unamtia izara, wala qad karramna bani adam, mwanadamu tumemtukuza, tumempa heshima. Hakubali kuvunjiwa heshima, hata kama ni mtoto, lazima asikie vibaya. Inampunguzia ile self esteem yake, personality yake anaiona ina majeraha. Akiendelea vile anakuwa hana haya. Hakuna kitu kibaya kama vile kuwa sasa wewe unaamini kwamba watu wote washaniona ni mbaya, kwa hivyo kwani kuna ubaya gani nikifanya mabaya? Kwa sababu kuna mambo mengine ambayo hatuyafanyi kwa aibu, watu wasijue tabia zetu. Haya, sasa tabia ishatangazwa. Kama ishatangazwa, kuna haya gani mimi nikiendelea nayo? Kwa hivyo usikashifu, yani usifunue vile vilivyojificha katika tabia za mwanao. Na wale wageni pale, hujui kwamba wakitoka wataenda kusema nini kuhusu mwanao na familia yako. Kwa sababu kufeli wewe, mwanao kuwa na tabia mbaya pia ni kufeli wewe. Kwa hiyo ni sitara yenu ile. Na ukifanya hivyo sana, kama mtoto aishakuwa matured, ni teenager, anaanza naye kuangalia kasoro za baba. Yani namna ya kujidefend ni kupekura kurasa za maisha ya baba yake, ili ajiliwaze kwamba hata baba mwenyewe kwani nini bwana. Kwa hiyo usifikie ukamfedhehesha mtoto mbele ya wengine. Muite faragha, zungumza naye kwa faragha, na mpe fursa na yeye ajitetee. Kwa hivyo yasiwe mawaidha mbele ya wengine, marafiki, wageni na wengine. Nukta ya 4 ambayo ni muhimu sana katika mawaidha na nasaha, usifanye mukarana, comparison, kulinganisha. Na hili sisi tunalo sana kama wazazi. Wewe kwa nini huyu kama wenzako? Mara nyingine mtoto wa jirani anafaulu sana, angalia wewe jinga tu ile, angalia watoto wa wengine wana akili, sisi tumezaa mabwege tu sisi. Kwa hiyo unamfananisha na mtoto wa jirani kwa sababu anafaulu, unamuita mwanao kuwa mbwege. Haya, wewe umezaa bwege? Za mtoto wa bwege si bwege, sio? Kwa hiyo unajitukana wewe mwenyewe, lakini unamshusha hadhi yule mtoto kiasi kwamba anahisi unyonge. Mwishowe anaweza kuamini kwamba yeye hawezi kweli. Mukarana ni kitu kibaya sana katika malezi. Na si katika malezi, hata katika uhusiano baina ya mume na mke. Isifikie mahala mke amfananishe, atoe mfano wa mume wa mtu mwingine na mumewe. Wenzangu ndani mama kina mama fulani bwana ana mume yule bwana, akitaka lolote anapewa. Wenzetu bwana wameolewa bwana, wameolewa akatuliwa, sio sisi bwana. Angalia wengine wanapendeza, sio hata ana uwezo, lakini angalia. Sasa ile inamvunja sana mwanaume. Kama ambavyo pia hata mwanaume vile vile kwa upande wake haifai amfananishe mkewe na wake za wengine. Wengine bwana wameoa, sio sisi bwana. Bwana mke anapika, anamjali mumeo na nini, lakini sisi wengine sio bahati yetu bwana, ndio majaliwa hayo. Anamwambia mkewe. Sio sawa sawa. Ile haijengi hata kidogo. Na itokee bahati mbaya, subhanallah, kwamba yule mume aliwahi kuoa zamani akaacha, alafu kaoa mke wa pili kwa mara ya pili, kisha aone baadhi ya mambo ambayo alikuwa akifanywa zamani hayako kwa huyu mke mpya, kisha amwambie bwana, mama fulani yule mke wangu wa kwanza kweli alikuwa na kasoro zake, lakini katika hili bwana amekushinda. Jikoni bwana ukiingia bwana masha Allah. Ukishafanya vile unamvunja sana kisaikolojia. Ni jambo baya. Imagine ni wewe umeambiwa kwamba mume wangu wa zamani yule alikuwa na kasoro, lakini bwana utasikia vipi? Lakini kwa ukarimu bwana alikuwa mkarimu bwana, yani hata atakopa anipe bwana. Pamoja na kasoro zake zote, hili bwana ilikuwa ni haki yake bwana. Watu wengine sema tu bwana usiwa la tabkhasu an-nasa ashiyaahum, mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Alikuwa mkarimu sana. Wewe utajisikia vipi bwana? Ndio utaanza basi mliachana nini, wasirudi huko basi. Kwa hivyo comparison inaharibu sana bwana. Na ni tatizo, tumewahi kusema hapa kwamba
wanawake wengine akienda akamtembelea shoga yake akakuta pamependeza, akirudi nyumbani ni ugomvi. Haya, umenuna nini bwana? Sisi tumekaa tu na haya nani mapazia, utafikiri sare za shule bwana. Ndo hayo tu kila siku bwana. Nyumba nyingine zinapendeza na nini, kisa ameona makochi yamebadilishwa nyumba ya jirani pazia. Kwa hivyo kulinganisha hakujengi. Usilinganishe baina ya mwanao na hata ndugu zake. Kwamba wewe mtoto mbona huko, kwa nini hui kama dada yako? Kwa nini hui kama mdogo wako? Hatimaye yeye atamchukia yule mdogo wake au dada yake. Yaani atahamisha mashambulizi kule, kwa sababu ataona huyu ndo anayemchonjea. Kwa hivyo kufananisha sio kuzuri. Tabia kama hii haifai. Mara nyingine baba au mama, na hizi tabia tunazo, mtoto anafanya baadhi ya tabia, anamwambia hii tabia ni huko kwa mama yako, huko kwenu huko ndo ana tabia hizi. Sisi hatuna tabia mbaya kama namna hii. Yaani ile tabia mbaya anaipeleka kule kwa wajomba zake, kwamba huko kwa mama yenu nani huko ndo wana tabia kama hizi. Sisi sio washenzi kiasi hichi, hatuna tabia kama hizi. Na mama mwingine pia anaweza akageuza kibao, muangalie ulivyokaa, hizi tabia za kwenu huko. Na kama kabila ni tofauti pia atasema hizi tabia za kipare hizi. Sisi Warangi hatuna tabia hizi. Sasa mambo haya si mazuri, hayamjengi mtoto. Kwa hivyo wataalamu wanasema comparison katika kulea kuna mshusha mtoto, kuna fanya ile esteem yake inakuwa low, anakuwa uncomfortable. Sio lazima ufananishe. Kila mtoto ana uwezo wake. Kila mtoto amepewa kipawa chake. Hawezi kuwa sawa wote. Kama mwanao kanyimwa hiki, kuna kingine kapewa ambacho wengine hawana. Ndio wanasema hivi, kila mwanadamu ni unique. Yaani ana sifa zake maalum tofauti na mwingine. Ndio maana kuna alofaulu vizuri shuleni, lakini mpaka leo hii mkija katika maisha utakuta yule mwingine alikuwa shuleni hafaulu vizuri, lakini kafaulu kwenye maisha. Ni mbunifu, hodari. Matajiri wengine ni watu ambao hata akishika kalamu hawezi kuandika vizuri, lakini tajiri sio. Maana amejua kupambania maisha. Na tumesema mara nyingi kwamba kufaulu mtihani sio kufaulu maisha. Kwa watu wazima wanajua, hebu kapime wale wote mliosoma nao, wangapi ambao wamefanikiwa katika maisha? Je, ndio wale waliokuwa wakifanikiwa darasani wakiwa wa kwanza? Nani kasema hilo? Haya, mbona maprofesa wanaajiriwa na matajiri sasa kuwafanyia mambo ambayo wale matajiri hawayajui? Kutunza mahesabu, mbinu za kubuni vitu hivi na vile. Ukimtizama tajiri mwenyewe shule hana, lakini akili anayo ya kutafuta maisha. Ukimpa mahesabu makubwa akufanyie kugawanya na kunini na nini hajui, lakini ukibadilisha hizo hesabu ukafanya ni pesa, anakupa majibu mara moja. Zile namba ziite pesa tu, hesabu zote anazijua yeye, anagawanya na nini, kila kitu anafahamu. Kwa hivyo kila mtoto ana kipawa chake amepewa na Mungu. Usitaki kuwalinganisha wote wawe sawa. Na sisi kama wazazi, kuna watoto hatukuwatarajia, baadaye unamuona ndio mtoto bora kuliko wengine. Yaani wakiwa wadogo wote mashaallah malaika, lakini wakishakuwa watu wazima, yule ambaye hukumtarajia kabisa ndio anakuja kupata uchumi mzuri, ndio anajali wazazi, ndio ana busara zaidi, lakini alikusumbua mambo ya shule, alikuwa hafaulu shule na nini, lakini usimtarajia ndiye. Kwa hivyo vipawa haviwezi kuwa sawa, watoto hawezi kulingana wote sawa. Usijaribu kufanya comparison mara kwa mara. Mtoto atahisi uduni, lakini atajenga husda kwa wale ambao umewafananisha naye, na atajenga uadui. La tano, unapotoa nasaha na mawaidha, usiwe na tabia ya kuorodhesha makosa yaliyopita kila mara. Tuko pamoja jamani? Yaani ukikaa kutoa nasaha, hata yale ya miaka 3 iliyopita unayaorodhesha. Kuna watu wana kamusi za kuhifadhi matukio mabaya tu. Yaani yale mazuri yeye hayako katika library yake. Mtoto akikosea jambo moja, anamkumbusha 5 yaliyopita aliyowahi kuyakosea. Ile orodha anaanza kutaja. Wewe mimi mara nyingi, wewe unajua ushanisumbua sana wewe kwenye maisha yako wewe. Hujaanza leo wewe. Ulianza tangu ulipokuwa na miaka 7 wewe. Ulifanya hivi, ulifanya hivi.
Hapana, pengine mtoto shatubu, hata Mungu kishamsamehe, ni mtu mzima, wewe bado unaishi kule tu Kwa hivyo kutaja orodha ya makosa ya mtoto kila mara sio sawa sawa kimalezi. Yaliyopita si ndo yale, yashakwisha yale. Tena wanasema wataalamu, ukikosoa usichukue muda mrefu sana katika ukosoaji. Tumia muda mfupi sana kutaja, alafu pita pale, nenda mbele. Usikae tahiyatu kabisa, dakika 5 nzima unataja makosa tu, makosa mpaka mtoto anachoka kukusikiliza. Kwa hivyo wanasema usitaje sana madhambi yake yaliyopita huko nyuma, jaribu kufunika, mwende mbele, ile itasaidia sana. Tunamaliza darasa ya leo kuhusu nasaha na mawaidha katika kulea. Sasa ufanyeje sasa? Mbinu muhimu sana wanaosema ni appreciation. Yani mtoto hawezi kuwa ana mabaya yote tu, hana kitu ambacho mkizuri. Inawezekana hilo? Yani kuanzia alifu mpaka ya hana jema hata moja? Haiwezekani bwana. Hata adui yako ukimtizama, yule adui yako ana madhambi yote unayoyaona, hakuna jema unaloliona pale. Lazima kuna kitu ambacho ni cha sawa sawa, na mara nyingine yale yalokuwa sawa sawa mengi kuliko yasiyokuwa sawa sawa. Sasa madhali mwanao unajua ana sifa fulani, yani mtoto anaweza kuwa ni mkorofi, ni mtukutu, lakini ni mkarimu kuliko wengine. Inawezekana. Yani akiwa na kitu yeye si mchoyo, wewe kamgongee pale kwenye ile sifa yake nzuri. Wanasema njia ya kukosoa tabia ya mtoto itanguliwe na kusifu ile tabia yake nzuri. Msifu katika kile ambacho ni kizuri, alafu afurahi, kumwambia lakini bwana ungerekebisha jambo hili, fantastic, ingekuwa bora zaidi, sio? Atapokea lile. Nadhani tumeelewana. Yani mtoto aliyefeli shuleni, tizama, lau kama mtoto kafeli shuleni alafu ukazungumza naye namna hiyo, ukamwambia wewe kwa akili yako si mtu wa kupata 40. Unajua kuna tofauti na kumwambia wewe kupata 40 umefeli sana. Anamwambia mimi akili yako ninavyojua wewe, kupata 40 umefanya mchezo. Sio akili yako hii, huwezi kupata 40 wewe. Wewe ukiamua kufaulu, unafaulu wewe. Unaweza. Sasa uslubi wa namna hiyo unampa encouragement. Yani unamfanya ahamasike yeye kufaulu vizuri na aamini kwamba anaweza. Mimi nakumbuka, natoa kama mfano tu, tulipokuwa tukisoma katika moja ya vyuo, kuna mwalimu mmoja, mama mtu mzima, daktari, simsahau huyu. Wakati fulani nimepata 70 na akaniambia hapana, is not your max. Wewe sio max yako hii, unatakiwa upate zaidi. Na alikuwa akisema inatoka katika moyo wake kwamba naamini wewe unaweza kupata zaidi. Kwa nini upate 70 na? Kwa hivyo mimi niliona sawa, lakini niliumia kwamba kumbe matarajio ya mwalimu kwamba ninaweza zaidi sio kawaida yangu kupata hivi. Kwa hivyo ile 70 mwingine anaiona ndio, lakini mimi akanifanya nione kwamba sio, ninaweza zaidi ya hiyo. Kwa hiyo mtoto anahitajika hivyo, yani ukubali zile tabia zake njema, alafu mkosoe baada ya hapo kwa namna nzuri. Ndio baadhi ya masahaba inasemekana mmoja katika masahaba alisilimu, lakini tabia yake ilikuwa ni muimbaji wa mashairi. Wakati ule hakuna ma-TV na masinema na uigizaji, ilikuwa mtu mwenye mashairi mazuri, watu wanakusanyika kusikiliza. Ndio sinema hiyo, wanaona raha kweli. Mfalme mwenyewe anaita washairi waimbe mashairi mbele yake, kisha anatoa zawadi na watu wanashangilia, sio? Yule bwana kasilimu, siku 2-3 baadaye anakuta watu wamemzunguka na anaendelea na tarabu zake na ngoma inapigwa. Mmoja katika masahaba alipomuona akashangaa, jamaa si kasilimu huyo, mbona anaendelea mambo haya? Na alikuwa na sauti nzuri. Basi alimwambia maneno, yule bwana akabadilika baada ya siku kadhaa. Alimwambia, bwana fulani una sauti nzuri, leita sauti hii ingekuwa kwenye Qur'ani. Yani sauti hii lao ingesomewa Qur'ani, masha Allah. Jamaa yule baada ya pale akuimba tena tarabu zake, akawa msomaji wa Qur'ani. Kwa hiyo kuna uslubi wa kumfanya mtu
aamini kwamba anapendwa katika kukosoa. Na ndio maana wanasema, tumesema hapa kwamba ukosoaji lazima utenganishe baina ya tabia na mtu. Sisi wazazi wetu wanapokosoa hawakosoi tabia ile, wanamkosoa na mtu mwenyewe, wanaonyesha chuki kwa mtu. Ndio tukasema anapokukosea mzazi anakuambia jiangalie ilivyokaa, muangalie sura yake, muangalie kana. Sasa sura inahusika nini na hii tabia? Muangalie namna alivyokuwa, tabia mbaya kama sura yake. Haya, sasa hiyo sura ndio inahusika kwenye tabia? Hapana, onyesha kwamba umechukia wewe kile kitendo na ile sio sura yake na wala maumbile yake. Ndio maana tukasema ukilea kwa upendo, ukishamuonya mtoto na mtoto akaumia kwamba baba amekasirika, baada ya pale njoo na vile vielelezo vya mapenzi tulivyozungumza. Mpapase kichwa, mguse kwenye paja lake, mwambie basi amekwisha hayo bwana, usirudie tena, sio yani onyesha kwamba sasa mimi nilikuwa ninakemea tabia lakini bado ninakupenda. Kama ni safari, toka na haya tuende bwana, anzisha mazungumzo mengine. Kwa hivyo leo tumejifunza nukta namba 2, kulea kupitia nasaha na nini na mawaidha. Usipaze sauti wakati wa kutoa nasaha. Namba 1, kulaumu katika kukosoa na kutumia maneno machafu, muongo wewe, mwizi, nini, haifai, kwa sababu subconscious mind ya mtoto inaweza kubeba akaamini hizo sifa mbaya zote. Usitoe mawaidha na nasaha mbele ya wengine, hasa wakiwa wageni, ukiwa ni rafiki na wengine ukamkosoa mtoto, ile litavunja shakhsia yake, atahisi unyonge. Lakini usitoe nasaha na mawaidha kwa kufanya comparison, kulinganisha, kwa sababu lile litamfanyia uadui na chuki na husda kwa wale ambao nawalinganisha naye. Lakini tambua kwamba kila mtoto ana kipawa chake, hawawezi wote kuwa sawa. Na mwisho, usikae kutaja makosa yake hata ya zamani, kila mara unayaorodhesha, unayakariri kila mara, lile halijengi. Anza kutoa nasaha na mawaidha kwa kutambua yale mema na tabia nzuri aliyokuwa nayo, kwa sababu mtoto hawezi kuwa mbaya 100%. Lazima atakuwa na baadhi ya tabia nzuri. Pengine anaweza kuwa mkarimu, anaweza kuwa mkweli, anaweza kuwa na sifa nyingine yoyote nzuri. Ishikilie njia ile iwe ndio njia nzuri ya kuingilia katika kutoa nasaha na mawaidha katika ile tabia mbaya aliyokuwa nayo. Nas'alullah al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyut tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.